One way or another, the truth always comes out. I would make sure it doesn't. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kumjavunja episodi ya 4 season ya 4 ya TV show moja ya kibabe inaitwa From. Na kwa bahati nzuri episodi ya 4 taratibu ilijaribu kutupa majibu mbalimbali ya maswali ambayo tulikuwa tukijiuliza kuanzia season ya kwanza, ya pili, ya tatu pamoja na 4. Na je, sasa ni majibu gani hasa ambayo tuliyapata katika episodi ya 4? Na kama wewe ni mara ya kwanza kabisa ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na tuanzie moja kwa moja umeona kuhusu Sofia aka Emanuel. Yaani tutambua kitu kimoja, kile kiumbe ambacho kilikuwa kimsumbua sana Sara, umeona kikimpa sauti mbalimbali, kilikuwa kingine kilikuwa ni Emanuel aka Sofia. Na tunaona katika episode ya 4 umeona Sofia alimwambia Sara kitu kimoja kwamba mpango mkubwa kabisa wa kutoka kuishi na Sara alikuwa kwa sababu Sara alikuwa ni mtu mwema, ila kiuhalisia ni kwamba yani Sofia alikuwa na mpango wa kuwa karibu sana na Sara kwa nia ya kumcontrol kimtindo fulani hivi. Na tunaona hapa Sofia aka Emanuel anaingia moja kwa moja katika akili ya Sara na anaamua kumpa taski fulani hivi ya kwenda ndani ya diner kunywa maji, ila ya maji asiyamalize, na baada ya hapo achukua ya maji ambayo alikuwa akinywa ndani ya glasi ayarudishe moja kwa moja ndani ya ile jagi. Ila kwa bahati mbaya sasa mtu wetu huyo Sara alisikia kitu sio kitu kizuri. Yani je, kama mdomo wake au mwili wake ulikuwa na magonjwa, maybe kunaweza kuwa kabisa umeona akawaambukiza watu wote ambao walikuwa kiishi ndani ya Gambosh, umeona mpaka hapo. Ila kwa upande mwingine Sofia alisi kitu ambacho anamfanyia Sara ilikuwa ni kama mtego fulani hivi umeona, au testi fulani hivi ambayo anafanana sana kabisa na ile testi ambayo ilikuwa kimuhusu Mungu, Ibrahim pamoja na Isaka. Kwa hiyo sasa kama Mungu sasa kutoka Middle East ambaye aliamua kumtumia Ibrahimu kama mtumwa wake, vivile pia sasa inavyoonekana Sofia alikuwa akimwandaa Sara kuwa mtumwa wake. Na vivile pia tulimuona Sara paliamua kukutana na Elgin ili kuomba ushauri mbalimbali. Kumbuka sasa wote hawa walikuwa ni wahanga wa hizo nguvu za giza ambazo zinaishi sasa ndani ya Gambosh, umeona mpaka hapo. Na kwa maana kwanza kabisa umeona mtu wetu huyu Sara aliamua sasa asifanye kitu, na kwa bahati mbaya ni kwamba sasa Sofia akajifanya kama mtu fulani hivi umeona ambaye alikuwa ni victim, akajiangusha ndani ya swimming pool na kwa bahati mbaya akavunjika mkono. Kwa tunafikia hapa Sara akaisikia kitu kimoja kwamba kwa sababu yeye yupo karibu sana na Sofia na Sofia ni mtu ambaye anaonekana kama anamjali sana Sara, basi bila shaka akaisikia kitu kimoja, hizo nguvu za giza hizi zilikuwa zimempanish umeona, kwa sababu yeye sasa aliamua umeona kutokunywa maji na kuyarudisha ndani ya ile jagi. Na tunaona baadaye kabisa anaamua sasa umeona kuchukua ya maji na kunywa na vile pia kuyarudisha ndani ya ile jagi. Ila kwa bahati nzuri ile jagi baadaye linavunjika chini na ile maji yanamwagika, umeona mpaka hapo. Kwa bila shaka sasa hii na confirm kama ilikuwa ni test ile umeona ambayo Mungu wa Middle East alimfanyia Ibrahim kuhusu mwanae anaitwa Isaka, kwa sababu Ibrahim kwa sababu imani yake umeona alipoamua za kumchinja Isaka ili kumuua kwa ajili ya Mungu wake alimuokoa Isaka kwa kuonesha kiumbe gani hasa kitolewe kafara. Na kwa upande mwingine pia tunakutana na Julie akiwa na Lando. Kumbuka sasa mpango mkubwa kabisa ulikuwa ni kutravel, yani kama story walkers. Na tunafahamu kitu kimoja kwamba Julie alikuwa na uwezo wa story walking, ila kwa bahati mbaya sasa alikuwa hana uwezo wa kujua ni time gani hasa alikuwa story walking, na kutokana na hicho kitu sasa akaamua kutengeneza concept moja hivi ya bookmarking. Yani bookmarking kwa lugha nyepesi kabisa ni kwamba unaposoma kitabu vile umeona kitabu kinakuwa kina chapter zake. Kwa hiyo naamini kitu kimoja kwamba labda chapter fulani umeisoma, chapter nyingine haujaisoma. Kwa hiyo vile ni kwamba sasa Julie anapofanya story walking, anapotembelea katika time fulani, ile time ile alikuwa akitreat kama chapter, umeona mpaka hapo. Kwa alikuwa ana mpango wa kujua sasa je ni chapter gani au ni time gani alikuwa ameitembelea, umeona mpaka hapo. Na alikuwa na mpango sasa wa kuweka alama katika kila chapter au katika kila time alikuwa akitembelea, umeona mpaka hapo. Na kweli anafanikiwa sasa kwenda nyuma ya muda na kutembea katika chapter fulani au katika timeline fulani. Na kwa bahati mbaya hiyo time aliyokwenda ilikuwa ni takriban miaka 40 iliyopita, kipindi ambacho sasa mchizi wetu huyu Victor alikuwa ni mtoto mdogo. Na kwa bahati mbaya ilikuwa ni masaka ya mwisho kabisa ambayo Emanuel
alikuwa akifanya. Umeona mpaka hapo? Na inavyoonekana Maninielo alimuona Julie, na pia inavyoonekana ni kwamba maybe hii ndio ilikuwa mara ya kwanza kabisa kwa Maninielo kukutana na Julie. Umeona kipindi ambacho Julie akifanya story walking. Umeona mpaka hapo? Kwa sababu kama tulivyoona katika episode ya mwisho season ya 3, umeona Maninielo alimtambua Julie alikuwa ni nani. Umeona mpaka hapo? Kwa sababu inavyoonekana kile kipindi kile, umeona Julie aliposafiri kwa nia kumuokoa baba yake, ilikuwa sio mara ya kwanza kwa Maninielo kukutana na mtoto mzuri anaitwa Julie. Umeona mpaka hapo? Kwa inavyoonekana sasa katika miaka 40 iliyopita, hii ndio ilikuwa mara ya kwanza kabisa kwa Maninielo kumuona Julie. Ila kwa bahati mbaya sasa hii concept ya bookmarking umeona haikuweza kufanya kazi. Kwa natarajia sasa maybe katika episode ambazo zinafuata Julie atafanikiwa sasa, umeona kutambua sehemu gani hasa anayokwenda kwa kufanya hii bookmarking. Ila kwa sasa concept ya bookmarking ilikuwa imeshindwa kufanya kazi. Na vile vile pia kwa maelezo ya Ethan ni kwamba sasa unapofanya story walking unakuwa uwezi kubadilisha story kwa sababu story ilikuwa ishaandikwa. Umeona mpaka hapo? Ila kuna swali kubwa la kujiuliza hapa. Je, sasa umeona Julie atafanikiwa vipi kumuokoa baba yake kwa sababu story ya baba yake ilikuwa tayari ishaandikwa. Umeona mpaka hapo? Ila kuna issue moja ambayo tuliiona ni kwamba sasa ile kamba ile umeona ambayo Boyd alipata alipokuwa ndani ya shimo ni kamba ambayo Julie alikuwa ameirusha. Umeona mpaka hapo? Kwa hiyo hadi kufikia hapa binafsi na theory moja kwamba kitendo cha Boyd kuingia ndani ya shimo mule, umeona kulikuwa hakuna njia yoyote ya kuipata ile kamba. Kwa hiyo inavyoonekana ni kwamba story ya Boyd ilikuwa maybe inaishia pale, yani umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati nzuri sasa baada ya Julie kufanya story walking, umeona alifanikiwa kubadilisha story ya Boyd baada ya kumrushia ile kamba ile. Kwa hiyo sasa inavyoonekana yule Julie ambaye alifanikiwa kumrushia kamba Boyd maybe ni Julie fulani ambaye yupo in the future. Na kwa upande mwingine pia kama tulivyoona katika episode iliyopita tulimwona Elgin akimsaidia Fatma kuingiza udongo fulani ndani ya chumba chake. Ila kwa bahati nzuri katika episode ya 4 tulipata majibu fulani hivi, umeona kuhusu kwa nini Fatma alikuwa na mpango wa kuingiza udongo ndani ya chumba chake. Ni kwamba alikuwa na mpango wa kutengeneza kiumbe fulani hivi kinachoitwa golem. Umeona mpaka hapo? Na golem sasa umeona according umeona kwa stories hapa na pale kuhusu Middle East ni kwamba sasa wakazi wa zamani wa kipindi hicho walikuwa wakitengeneza midoli fulani hivi ambayo imetengenezwa na udongo, na hii midoli sasa ilikuwa na kitu kimoja, ilikuwa na uwezo wa kuprotect umeona watu katika kipindi hicho. Kwa ni kwamba sasa Fatma alikuwa ametengeneza huu mdoli wa golem kwa ajili ya kujilinda sasa dhidi ya Smiley, kwa sababu inavyoonekana Fatma pamoja na Smiley walikuwa na connection fulani hivi hapa na pale. Umeona mpaka hapo? Kumbuka sasa Fatma alimzaa Smiley kama tulivyoona katika season ya 3. Kwa kuna connection hapa kati ya Smiley pamoja na Fatma. Na baadaye kabisa, baada ya mazungumzo hapa na pale kati ya Kenny pamoja na Boyd, wanaamua tu kumwacha Fatma aendelee na ujenzi wa kiumbe hichi kinachoitwa golem, kwa sababu kitu kimoja maybe watu wanalia kitu tofauti katika matatizo mbalimbali. Na kwa upande mwingine pia tulimwona Henry hapa akimsaidia mwanae anaitwa Victor akihesabu miti mbalimbali pamoja na hatua mbalimbali. Na kitu ni theory fulani ambayo tulizungumzia ndani ya season ya kwanza kueleza kitu kimoja kwamba hii miti inavyoonekana ilikuwa kimove, yani umeona mpaka hapo. Na hii theory ilikuwa nikieleza kitu kimoja ni kwamba kuna uwezekano mkubwa kabisa umeona mji wetu from vile Kegambo ulikuwa kiama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu sasa umeona watu wote ambao tunaona hapa ndani ya mji wa Gambo walikuwa wametoka kutoka sehemu mbalimbali ndani ya taifa la Marekani. Kwa hiyo inawezekana sasa umeona mji maybe uko kusini au kaskazini, wakati kuna watu ambao wametoka magharibi, kuna watu ambao wametoka mashariki huko. Umeona mpaka hapo? Na kwa upande mwingine pia sasa hapa Victor alimwelezea Henry kwamba Maninielo ni mtu ambaye alimuua mama yetu kwa kumla nyama. Umeona mpaka hapo? Na vile pia sasa kaeleza kitu kimoja kwamba Maninielo aliingia ndani ya mji umeona wa Gambosh kwa kutumia gari kama watu wote ambao waliingia ndani ya Gambosh. Umeona mpaka hapo? Na Maninielo sasa kama nafahamu hadi sasa alikuwa ni Sofia, na Sofia naye pia aliingia umeona ndani ya mji wa Gambosh kwa kutumia gari. Umeona mpaka hapo? Kwa inaonekana Maninielo katika kila cycle ya mauaji yake ndani ya Gambosh alikuwa akiingia na gari, yani umeona mpaka hapo. Na vile vile inavyoonekana maybe kuna uwezekano umeona huyu Maninielo umeona muonekano wake sio muonekano wake halisia, yani katika kila cycle katika kila masaka alikuwa akijibadilisha sura, yani kwa hadi sasa Maninielo aliingia ndani ya Gambosh kama Sofia.
Na kwa upande mwingine pia, kama tulivyoona katika episode iliyopita, Boyd taratibu anaanza kumkumbuka mkewe kipenzi. Umeona mpaka hapa, na tunaona hapa anafanikiwa kufungua barua fulani hivi ambayo ni barua ambayo mke wake alimwandikia kwa ajili yake yeye. Na tunafahamu kitu kimoja kwamba mke wake alikuwa akimtania Boyd, umeona, kama mtu anayependa mkate pamoja na samaki. Na tunafahamu kitu kimoja kwa washikaji ambao kupitia Biblia za hapa na pale, ni kwamba sasa hii concept ya mkate pamoja na samaki ni concept ambayo umeona ipo connected na jamaa mmoja anaitwa Yesu Kristo. Umeona mpaka hapo, na according to Wakristo, umeona Yesu Kristo alikuwa ni mwokozi. Kwa hiyo uhalisia wa Yesu Kristo ni uhalisia fulani hivi ambao anauvaa na Boyd akiwa ndani ya Gambosh, kwa sababu Boyd ni kama mwokozi fulani hivi wa watu ambao wanaishi sasa ndani ya Gambosh. Na kwa upande mwingine pia, yani Boyd alikuwa na pete fulani hivi, na hii pete tunaamini kitu kimoja, maybe itakuwa ni pete ambayo ilikuwa ni mali ya marehemu mke wake, kwa hatujui. Na hii pete sasa ilikuwa na alama fulani ya infinity. Kwa infinity ni alama fulani ambayo ni endless loop, yani kwa engineer wenzangu. Na vile pia tunafahamu kitu kimoja kwamba infinity ni kama loop fulani hivi, na maisha ambayo tunaona ndani ya Gambosh ni maisha fulani ambayo yanajirudia rudia, au story yake inajirudia rudia. Na vile vile pia sasa Boyd alipokuwa katika ngazi ndani ya Clone House, kuna pete ilidondoka. Umeona mpaka hapo, na kwa kumbukumbu zake ni kwamba hii pete ni pete fulani ambayo alihifadhi ndani ya nyumba yake. Umeona mpaka hapo, kwa akaamua moja kwa moja na kukimbia ndani ya nyumba yake, ila kufungua ule mkebe ule aliikuta ile pete. Umeona mpaka hapo, ila kuangalia pembeni sasa, umeona sehemu ambayo pete ile alikuta ndani ya Clone House alipokuwa ameiweka ile pete ilikuwa imepotea. Kwa inavyoonekana sasa hii pete yetu ilikuwa na uwezo kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, au vile pia hii pete ilikuwa na uwezo kudisappear. Na swali kubwa kabisa la kujiuliza ni kwamba sasa, je, hii pete hii umeona ilikuwa inafanya story walking? Umeona mpaka hapo, au sasa ule mzimu wa mke wake umeona ulikuwa ukimpa taarifa fulani hivi ambayo hadi sasa Boyd alikuwa hajaielewa. Kwa hadi sasa ni maswali fulani ambayo tuna majibu, kwa sababu kama tulivyoona katika episode ya kwanza tulielezea concept moja ya mzimu umeona ndani ya nyumba ya familia ya Tabitha, na tuliamini kitu kimoja, kuna uwezekano mkubwa kabisa muona vitu ambavyo tunaviona hapa vikani vitu ambavyo vinasababishwa na mzimu wa marehemu mume wake anaitwa Jimmy. Na je, kuna connection yoyote kati ya Jimmy muona pamoja na mke wa Boyd, kama hao washakuwa mizimu sasa ndani ya Gambosh? Na kwa upande mwingine pia tunamwona Tabitha anakutana na Jedi na anaomba msamaha, yani kwa maneno yote machafu ambayo alizungumza amona kuhusu Jedi. Na Jedi anawaambia kitu kimoja, ni kuhusu mtoto wake aitwa Ethan, kwamba Ethan alikuwa na ile hamu ya kwenda kuona Lake of Tears. Na tunaona hapa Tabitha anaongea taratibu na mtoto wake aitwa Ethan, na anaamua sasa yeye pamoja na Donna pamoja na Ace umeona pamoja na Kenny umeona watembea moja kwa moja kwenda kutafuta ile eneo ili la Lake of Tears. Na kama ni kitu kimoja, maybe Lake of Tears umeona ipo katika eneo lile umeona ambalo walifanikiwa kupata vyakula na eneo fulani hivi ambao zamani kabisa inaonekana kuna wana kijiji walikuwa wakiishi, na kweli kabisa wanafanikiwa sasa kwenda hayo maeneo umeona kupata vyakula vya hapa na pale. Na vile pia sasa umeona wakiwa wanachukua vyakula mbalimbali kwa mbali umeona waliona kama kuna miili fulani hivi ilikuwa ikielea ndani ya haya maji. Na je, sasa hii miili ambayo tunaona hapa ina connection gani na haya maji, na vile pia ina connection gani na Lake of Tears? Mbona mpaka hapa, kwa sababu tuliona hapa kuna scene ambayo Ethan alifanikiwa kupata ndege fulani hivi ambaye alikuwa akiumwa, na kama ni moja kama akichukua ya maji na kummwagia huyu ndege, maybe huyu ndege anaweza kufufuka. Na je, sasa ya maji ambayo tunaona hapa yana connection na nguvu yote ya giza au nguvu ya uumbaji au maji ya baraka? Hatujui. Na majibu sasa ya maswali umeona kuhusu Lake of Tears na kuhusu shi yote maybe tunaweza tukayapata katika episode inayofuata, aka episode ya 5. Na kwa hivyo ambazo zinafuata ndani ya Ulimwengu wa Vibanda Umiza, stay tuned.